Sasa wamejibidiisha na wako kwenye process ya kupatia cheti kuhakikisha kwamba chombo kiko salama na tunaweza kuendelea. Hapa ni kila kitu kimewekwa kipya. Hiyo anakuwa naifanya kwamba injini zetu zote ni siyaona kama ni zile zile. Na hapa ni moja ya tatu ya msingi wa meli, kwa sababu meli hii itakuwa eneo linalozama kwenye maji ni mita 3.75 kwenda chini. Hiyo ulioni liko kwenye maji, na wakati huo ikiwa ina mzigo wote unaotakiwa kwenye meli, yani tani 400 za mzigo, abiria 1200, watendaji wa meli 36, magari madogo 20 na malori matatu itakuwa imezama. Lakini siku tunaishusha kwenye maji itakuwa ikielea ikiwa katika mita 3.1 kwenda chini. Ulioni ile eneo. Baada ya kuunganisha msingi huu wa meli, tutafuata kufunga mitambo, injini kubwa mbili zinazoendesha meli hii, kila injini ina tani 35. Kutokana na uzito huo, meli hizi zitajengewa mara baada ya msingi. Haitakuwa kama ilivyofanyika kwenye meli ya Victoria. Miaka karibu 50 ya utumishi wa MV Victoria, injini tunaingizia kwa juu. Hii haiwezekani kwa sababu ya ukubwa wa injini. Kwa hiyo injini zimeshafika katika eneo hili la site, utaziona wakati unatoka, ambapo ukishazifunga ndipo utaanza ujenzi wa ghorofa zinazofuata huko juu. Baada ya kukamilisha ujenzi wa ghorofa, utafuata kazi za kumalizia za umeme, ufungaji wa mabomba ya mifumo mbalimbali kama ya maji ya kupoza mitambo, maji ya matumizi ya abiria na watendaji waliomo ndani ya meli. Na baada hapo kitakachofuata itakuwa ni kuishusha hii meli, ambapo tunatarajia itakuwa mwaka ujao. Kuishusha kwa hii meli tutalazimika tuiache masaa yasiyopungua 72 ikiwa inaelea, ambapo wakati huo watendaji wa Tanzania, yani sisi wahandisi wa Tanzania pamoja na wakandarasi wetu kutoka Korea, tutahakiki kama kuna sehemu yoyote inaingiza maji kutokana na makosa ambayo labda tutakuwa tuliyafanya. Tukishahakiki hilo, kitakachofuata itakuwa ni jaribio linalojulikana kama wizani, jaribio la wizani, ikiwa ina maana stability test. Hata kama meli hii imesanifiwa kwa kuhakikiwa katika mifumo ya kisasa, software ya kisasa, lakini huwa hatua ya mwisho ni lazima tufanye jaribio la wizani, meli ikiwa kwenye maji, ili kuhakikisha kama iko salama kwa matumizi. Tukihakiki hilo, kitakachofuata itakuwa ni kuhakiki mitambo ikiwa inafanya kazi katika eneo hili la bandari, na baada ya hapo ndipo tutafanya safari ya majaribio ili kuweza kuona kama mitambo inaweza kuzalisha spidi ambayo tumekubaliana na wakandarasi wetu, yani knots 16 katika spidi ya juu na spidi knots 14 katika ile ya kutembelea. Meli hii inatarajiwa kukamilika lini? Hii itakaribia kukamilika mwakani kuanzia mwezi wa 8. Hatuna uhakika sana na tarehe kwa sababu gani? Mwaka uliopita huu ulikuwa na kipindi cha mvua kilikuwa kirefu kuliko ambavyo wakazi wa mkanda hii ya ziwa walivyowahi kuexperience kwa miaka isiyopungua 40. Hii iliathiri kwa kiasi kikubwa utendaji wa kazi yetu, na pamoja na hayo kulikuwa na ugonjwa ambao umetikisa dunia, ilipelekea ndio wataalamu wetu walichelewa kufika na wengine ililazimika wasubirie kule, lakini tunatarajia kuanzia mwezi wa 8 mwakani meli yetu itakuwa inakamilika. Lakini tukitoka hapo mwezi wa pili, ukipita katika eneo letu Mwanza, meli hii utaiona ukiwa kule barabarani, kwa sababu ni ghorofa kama 6 kwenda juu, maana ni mita 20 kwenda juu. Ndio mheshimiwa, kwa tayari kwa maelekezo. Niko kwenye ziara za kawaida za ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi, kuona lakini pia kupata maelezo ya mwenendo wa kazi hizi.
Leo nimeingia kwenye meli yetu ya New MV Victoria. Nimepita kote, nimeona ukarabati mkubwa uliofanywa, nimekwenda kuona injini mpya zilizowekwa sio za zamani, lakini nimepita maeneo ambayo abiria watakaa. Lile eneo la abiria wote, lakini wale ambao watalala daraja la pili, la kwanza, na eneo la viongozi, lakini nimeenda pia hata chumba cha kuendesha meli. Kwa kweli meli yetu imekamilika, na kwa kuwa meli hii ilishafanyiwa majaribio kwenda Kagera na kurudi, tena majaribio ya namna zote. Ilipokwenda ilibeba abiria tu, lakini iliporudi kwa kweli ilikuwa inatakiwa ifanywe majaribio kubeba abiria na mizigo. Serikali ilitoa nafasi ya kila mwenye mzigo kule Kagera kusafirisha kuja Mwanza kufikia tani ambazo zinatakiwa, na wana Kagera walitumia nafasi hiyo vizuri kwa kupakia mzigo wa kutosha, uliosaidia pia na wataalamu wetu kujiridhisha kuwa meli yetu inao uwezo wa kubeba abiria pamoja na mizigo. Tena mizigo iliingia bila malipo yoyote kuleta hapa Mwanza. Na sisi tumefurahi kuona kwamba wananchi hawakuwa na mashaka, kwa sababu wataalamu wetu waliwathibitisha kwamba meli yetu imekamilika. Hapo ilipo tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za shirika letu linalosimamia meli kwa ubora na usalama wake kutoa kibali sasa. Na mimi nimemwagiza katibu mkuu, hicho kibali kama ni cha kuandika, nawapa siku 2 tu. Leo Jumamosi, kesho Jumapili, Jumatatu kipatikane, Jumanne shirika la meli lianze kutoa ratiba ya lini meli itaanza safari. Na hiyo ratiba wala isichukue siku nyingi. Na mkurugenzi wa shirika la meli ukimwakilisha katibu mkuu, tukuone hadharani ukitangaza ratiba. Watu wana hamu ya kupanda meli yetu na ianze kazi, kwa sababu ishakamilika. Meli zetu oye! Serikali ya Tanzania oye! Dr. John Pombe Magufuli oye! Sasa nimesogea hapa kuja kuona chelezo ambayo pia na nyie mnaiona. Chelezo chetu kimefikia kwa kiasi kikubwa, na kwamba sasa wameingiza majini kwa majaribio, kiko tayari kuibeba meli kuileta hapa kwa ukarabati, iwe meli iliyoharibika au meli hii mpya inayojengwa kama mradi wa 4, kwa sababu hapa sasa tuna miradi 4 iko hapa. Hiyo Victoria, lakini kuna Butiama, hii Chelezo chenyewe ni mradi wa 3, lakini mradi wa 4 ni hiyo meli. Haya mavyuma mnayoona hapa ndio tako la meli linalokaa ndani ya maji, bado linakwenda, na mtaalamu ameniambia litakuwa refu kwa urefu wa ghorofa 6 kutoka huko chini mpaka juu. Kwa hiyo tutapata meli nyingine kubwa sana hapa ya kubeba abiria 1200 na kubeba mizigo tani 400. Meli kubwa sana kwenye ukanda huu ambayo itakuwa inafanya safari zake hapa Mara, na kuona kama uwezekano kwenda nchi jirani, nao pia tunaweza tukapeleka Uganda, Kenya na kuhakikisha kwa biashara maeneo haya yanashamiri. Na kwa kweli mimi sio mtaalamu, lakini nimeona kazi hii inavyoendelea, kwa kweli nimeridhika, na naamini hata nyinyi mmeridhika. Meli hii ya mradi wetu wa 4 inayojengwa, wanasema kwa kufikia mwezi wa 2 mwakani tunaanza kuiona tukiwa tunapita barabarani. Tayari tutakuwa umeshaunganisha. Kazi kubwa itakokuwa mbaki sasa kuimarisha miundombinu ya kule ndani, mabomba, gesi, umeme na kila kitu. Kufikia mwezi wa 8 huko, kama hatutakwamishwa na chochote kikubwa kama vile iliyotokea mwaka jana, mvua nyingi, lakini ugonjwa wa corona uliokwamisha wataalamu wetu kuchelewa kuja, tunaamini mpaka mwezi wa 8 huko meli hiyo itakuwa iko tayari. Hiyo ni kauli ya wataalamu wetu. Kwa hiyo nimeridhika na kazi hii inavyoendelea, spidi yake, ubora wake, na kwa namna ambavyo wote mnaona hapa, na kwa kauli za wataalamu wetu, kwa tarehe hizo zilizopangiliwa, tuendelee kuamini kwamba kazi hii itakamilika kwa wakati.
Haya ndio malengo ya serikali. Huu ndio mtizamo wa kiongozi wetu mkuu Dr. John Pombe Magufuli, na pia agizo la Chama cha Mapinduzi kupitia ilani kwamba tunahitaji meli kwenye maziwa yetu yote, na leo tuko ziwa Victoria, lakini tuna ziwa Nyasa ambalo tayari meli zinafanya kazi kwenda Malawi. Tuna ziwa Tanganyika ambalo ukarabati na utengenezaji wa meli mpya na ukarabati wa MV Liemba utaanza wakati wowote, kandarasi zilishatangazwa. Kwa hiyo maeneo yote yako salama, na nyinyi mmeona mwezi mmoja uliopita nilikuwa kule ziwa Tanganyika kupita kwenye bandari zetu zote, kutoka huku Kigoma nimeenda mpaka Rukwa. Naona bandari ya Kalemie, nimeenda bandari ya Kabwe iliyoko mkoani Rukwa, lakini na kule mwisho Kasanga zote zinajengwa. Karema inajengwa mpya, Kabwe imekamilika, Kasanga inaboreshwa kwa kiasi kikubwa. Dhamira ya serikali ya kuimarisha usafiri wa majini, kwa kweli tunafikia kwenye hatua nzuri. Na ukanda wa bahari ya Hindi tutajenga meli za uvuvi, lakini tunakusudia kujenga meli ya abiria itakayokuwa inafanya safari kutoka Mtwara kwenda Komoro, inakuja Zanzibar, inapandisha Pemba, Tanga, inakuja Dar es Salaam, inarudi tena Mtwara, inatengeneza mzunguko ili kuwawezesha Watanzania kufanya maamuzi ya kufanya biashara zitakazoboresha uchumi wetu hapa Tanzania. Kwa hiyo usafiri wa maeneo ya maji nao pia tumeimarisha kwa kiasi kikubwa na tunaendelea kuimarisha. Muhimu wa Tanzania muendelee kuwa na imani na muwe watulivu. Kazi zinakwenda na kwa bahati nzuri mnaziona, na leo mko hapa kwa niaba ya Tanzania kushuhudia kazi hii inavyoendelea. Lakini mwisho sasa, wananchi wenyewe ambao kwa kweli mmeendelea kuiunga mkono serikali yetu, kumuunga mkono kiongozi wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa haya yote ambayo anaratibu na kutoa maelekezo, na sisi wasaidizi tunafanya kazi ya kusimamia. Imani hiyo mlionayo muendelee nayo, na sasa ni wakati mzuri wa kuonyesha imani yenu, wakati kazi hizi mnaziona na tunaendelea. Kwa hiyo tunatekeleza, tunaendelea kutekeleza na tutaendelea kutekeleza. Imani hiyo ndio itakayopelekea nchi hii kuwa na mabadiliko makubwa ya kiuchumi, mabadiliko makubwa ya maendeleo yake kwa ujumla. Asante. Leo tulikuwa tuna ujio wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amekuja kuangalia miradi yetu minne katika ziwa Victoria inayoongozwa hapa na shirika la meli na Tanzania MOCL. Katika ukaguzi huu amejiridhisha kwamba tunaendelea vizuri na kwamba meli ambazo zimekarabatiwa mbili ziko katika hatua nzuri na zimekamilika katika mambo ya kiufundi. Tulikuwa tunasubiri mambo ya ukaguzi. Ametukumbusha vile vile kwamba meli zilifanyiwa majaribio, lakini alikuwa hawafahamu kinachoendelea mpaka sasa. Tukimweleza kwamba baada ya majaribio hatua zilizokuwa zinaendelea ni za ukaguzi ambazo zimefanyika vizuri sana na zimefanyika kwa muda unaotakiwa kulingana na matakwa ya hao wadhibiti. Na siku ya mwisho tumekuwa na mdhibiti hapa ni jana Jumamosi, baada ya kukaa hapa, na ametuambia kwamba yale mapungufu yote ambayo ameyaona yamekamilika, na kwa sababu hiyo ilikuwa ni kazi ya field ya site, sasa wanakwenda kumalizia kazi za ofisini ambazo zitakuwa tayari mapema wiki ijayo. Kwa hiyo hakuna ukwamaji wowote wa vibali au vinginevyo, isipokuwa kazi ya uwanjani imekamilika, na sasa hivi wanakwenda kumalizia kazi za ofisini ili watoe cheti wanaita certificate of seaworthy ili meli ziwaze kuanza kazi. Kwa hiyo tumepewa maelekezo kwamba tutangaze ratiba ya meli, na kama mlivyoona ni kwamba hatuwezi kutangaza ratiba ya meli mpaka hapo cheti cha mdhibiti kitakapotoka. Kwa hiyo tunategemea kitakapotoka mapema wiki ijayo ratiba itatangazwa.